Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Hakikisha kwamba unasambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi vingi. Taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Kumbe matatizo ya Watanzania chanzo ni Kikwete. Matatizo ambayo Watanzania wanazidi kupitia sasa hivi, taifa ninalolipenda, chanzo ni Kikwete. Kikwete ndiye alipalilia uovu, ndio anazidi kupalilia mpaka sasa hivi uovu na kuendeleza ukatili Tanzania. Una taarifa za ndani ya hii serikali nimeweza kupewa na mhudumu wa hii serikali. Ambaye ameweza kuniambia, Bwana Ezra, hakikisha kwamba unawaambia Watanzania hili. Kwa sababu Watanzania wengi na Watanganyika wengi huenda hawalijui hili. Na amesema jina lake lisitajwe. Kanieleza kwamba huyu Kikwete inaonekana hawa ma-Gen Z hawamfahamu. Maana wengi kipindi cha utawala wake Jakaya Mrisho Kikwete walikuwa na umri wa miaka 5 mpaka 10 hapo. Kwa hiyo inabidi Gen Z wajue kuwa kipindi cha Kikwete ndio nchi tukufu ya Tanzania ilishamiri kwa madawa ya kulevya, na watumia wasanii mpaka wa dini kama kina Masanja, hadi mtoto wake Ridhiwani alikamatwa nchini Uchina akiwa na madawa ya kulevya. Ilikuwa anyongwe. Baba yake mzazi Ridhiwani ambaye ni Kikwete akabagaini na bandari ya Bagamoyo eti kwa miaka 100. Kwa hivyo unaona matatizo kama vile madawa ya kulevya yalianzishwa ama yaliendelezwa, yalipaliliwa na Kikwete. Ndio maana ninashangaa, kumbe watoto wa marais huwa wanakuwa kichwa ngumu. Mnajua, mnashangaa jinsi ambavyo Abduli mtoto wa Samia ni kichwa ngumu sasa hivi. Kumbe Ridhiwani ambaye ni waziri wa utumishi wa umma ndani ya hii serikali ya Samia, naye alikuwa kichwa ngumu kipindi cha baba yake mzazi Jakaya Mrisho Kikwete alipokuwa rais. Unaona, alikamatwa Uchina na madawa ya kulevya. Haya mataifa ukikamatwa na madawa ya kulevya, matokeo ni kunyongwa, kuuawa. Lakini kwa sababu baba yake kipindi hicho alikuwa ni rais wa Tanzania, akabagaini, akalipa deni kwa kutumia bandari ya Bagamoyo Tanzania kwa miaka 100 kuelekea Uchina. Mtoto wake akaachiwa huru. Lakini cha kushangaza, waliokuwa wanauza madawa pamoja na mtoto wa Kikwete Ridhiwani kipindi hicho, wao walinyongwa, lakini Ridhiwani akaachiliwa. Sasa tunaelezwa kwamba Magufuli alikuja kuifuta hiyo kandarasi ambayo Kikwete na Uchina waliweza kuweka kwamba bandari ya Bagamoyo iweze kusimamiwa na Uchina kwa miaka 100. Sasa ninaelezwa Magufuli alikuja akaifuta hiyo, ndio ikamletea matatizo. Kwa hivyo kifo cha Magufuli huenda kilitokana hapa, kwa sababu huyu ni mhudumu wa serikali. Ananieleza, unajua aje,
Ile bandari ambayo bandari ya Bagamoyo ambayo Kikwete alikuwa ameuza kuelekea Uchina kwa miaka 100, ambayo Magufuli aliweza kufuta hiyo contract akaitaminate, ndio ilimeletea matatizo. Mnaona mpenzi mtazamaji? Kwa hivyo huenda ikawa huyo Kikwete achunguzwe vizuri. Lakini vijana aliongozana nao Ridhiwani walinyongwa Uchina. Unasikia? Pia kipindi chake rushwa. Unasikia? Mara ya kwanza umesikia jinsi ambavyo madawa ya kulevya yaliweza kushamiri Tanzania mpaka mtoto wa Kikwete Ridhiwani akapatikana na madawa ya kulevya. Unajua uzuri wangu mimi, ukinipea taarifa mimi sifichui jina lako, kwa sababu wewe ndiye tegemezi langu kutoka kwa hii serikali, kufichua uozo. Kwa sababu mambo kama haya hayawezi yakazungumziwa Tanzania. Unazungumza jioni usikie wanakubishia mlango, wanakuchukua. Sasa unasikia? Kumbe huyu Ridhiwani, huyu waziri wa utumishi wa umma Tanzania, alikuwa anauza madawa ya kulevya kwa sababu baba yake alikuwa ni rais, akampea nafasi ya kuuza madawa ya kulevya. Kumbe watoto wa marais ni mazuzu tu, mazuju tu. Vile vile tunaelezwa kipindi cha Jakaya Kikwete, rushwa ilikuwa kila mahali, hadi hospitalini. Yaani mgonjwa akienda hospitalini lazima utoe kitu kidogo rushwa, ndiposa mgonjwa wako aweze kutibiwa. Hadi kituo cha polisi, maofisi yote, shuleni, mahakama, kila mahali. Watu kazini walikuwa wanaripoti saa 5 mchana. Saa 7 wanaenda kula hadi saa 8. Alafu wanarudi nyumbani. Mnaona katika kipindi cha Kikwete utumishi wa umma hawakukuwa wanafanya kazi, wafanyakazi wa serikali. Mtu anaamka saa 5 anaenda kazini, ikifika saa 7 anaenda kukula mpaka saa 8. Kutoka hapo wanaenda nyumbani. Kwa hivyo haya matatizo ambayo yanaendelea Tanzania, chanzo ni Kikwete. Ninaelezwa hivi, utekaji ulianza kwake. Yaani mtu yeyote mwenye alikuwa anamumulika alikuwa anatekwa. Unanielewa? Kwa hivyo hata huu utekaji ambao unaendelea kushamiri ndani ya hii serikali, Kikwete achunguzwe, kwa sababu huwa ninapokea taarifa nyingi sana. Juzi niliambiwa kwamba Balozi Humphrey Polepole mwenye anajua mahala ambapo ameweza kuzuiliwa ni Jakaya Kikwete. Na hizi taarifa zingine zimesema kwamba utekaji ulianza kipindi cha Jakaya Kikwete. Mnadhani kwamba ni ukora? Mnadhani ni ukora? Utekaji ulianza kwake. Alimteka daktari aliitwa Ulomboka, ama huyo daktari alikuwa anaitwa Ulomboka. Huyo daktari alipelekwa South Africa kutibiwa na wenzie walichanga hela. Unaona, baada ya kumteka walimthuru, ikabidi huyo daktari Ulomboka kakimbizwa South Africa kipindi cha Kikwete, akaenda kutibiwa pale. Ninaelezwa vile vile kipindi cha Kikwete aliuza wanyama inchi za nje sana, walipelekwa kwa ndege. Hawa wanyama pori hawa ambao wanaleta watalii katika taifa letu tukufu la Tanzania kama vifutio. Tunaeleza Kikwete aliunda mali sana kwa kuwauza wanyama. Walikuwa wanapandishwa ndege, wanapelekwa kusikojulikana. Pia tunaelezwa kwamba anyway, sitaki nitaje hilo, nitakuwa nimemuingilia, lakini nitasema ukweli, alikuwa malaya.
wa kutupa wa kutupwa, amezaazaa na wanawake zaidi ya 3 pale nje. Hii ni taarifa ya ndani naambiwa. Vile vile tunaelezwa pia Kikwete amekuwa na mahusiano ya kimapenzi na Rose Migiro. Huyu Rose Migiro mdogo wake yupo kwenye hiyo tume ya kubamba aliyochagua Samia kuchunguza mauaji. Sasa ananiambia hivi bwana Ezra, hii tume ambayo Samia aliweza kuichagua hakuna iweza kuchunguza uvunjifu wa amani pamoja na maafa Tanzania haya ambayo yaliweza kutokea tarehe 29 Oktoba mpaka tarehe 5 Novemba. Hakuna jipya ambalo litatoka pale, kwa sababu ukichunguza wale wote ambao waliweza kuwekwa pale waliwekwa kwenda kukonifamu na kuitikia kuchaguliwa kwa Samia, alafu watawawekea raia lawama. Sasa kama unaona Kikwete alikuwa na mahusiano na Rose Migiro, alafu dada yake mdogo wake Rose Migiro yupo kwenye tume hii batili ya kuchunguza maafa Tanzania. Sasa unafikiri kuna jipi ambalo litatolewa hapo? Hapo Kikwete atapiga simu aambie Rose, "Oya, ambia mdogo wako wabadilishe hiyo ripoti na waweza kusema kwamba Samia ndiye rais." Vile vile ninaelezwa hivi, kwa sasa mtu mwenye anaitwa Kikwete yuko na nyumba Marekani na ana mwanamke kule ambaye ni mzungu Marekani. Pia mkewe anatoka Lindi. Sasa ninaelezwa yuko na mwanamke pale Marekani ambaye ni mzungu, lakini kuna mwanamke wake sasa yuko hapa Tanzania ambaye anatoka Lindi. Kapewa ubunge, utadhani hakuna mtu mwingine wa kuwakilisha huko. Sasa ninashangaa, hivi viti ambavyo vilikuwa ni vya wabunge wateule Tanzania, hakuna mwananchi mwenye anaweza akapewa. Lazima mke wa rais aweze kupewa, lazima watoto wa marais waweze kupewa. Kama huyu mtoto wa Samia ambaye ni naibu waziri wa elimu Wanu aliweza kupewa ubunge. Angalia mtoto wa Kikwete, huyu mwenye hizi habari zimeweza kutolewa, yeye ni waziri wa utumishi wa umma. Angalia mtoto wa Magufuli, ni mbunge mteule. Sasa mpaka watu wanashangaa, kwani hakuna mtoto wa maskini mwenye anaweza kachaguliwa kama mbunge? Hasa huyu ananiambia hivi bwana Ezra, mke wa Kikwete anatoka Lindi, kapewa ubunge, utadhani hakuna mtu mwingine wa kuwakilisha huko. Huyo mkewe anapata allowance ya kuwa mke wa rais mustaafu Kikwete, lakini bado anataka awe bungeni, apewe milioni 18 mshahara kila mwezi na kiinua mgongo milioni 300 kama mke wa rais mustaafu. Yaani ninashangaa sana. Haya matatizo yote ni ya Kikwete. Matatizo ambayo tunapitia, utekaji, unyanyasaji. Na ndio maana wanatumia polisi ili tusizungumze, kwa sababu wanajua Watanzania waweza wakazungumza mambo kama haya, wakizungumza wanakamatwa. Sasa mke wa rais mwenye anapaswa kukaa tu apokee mshahara kila mwezi ndiye mbunge tena mteule wa Lindi, yani anapokea milioni 18 kila mwezi, alafu kila mwezi vile vile kama kiinua mgongo anapewa milioni 300. Sasa hiyo nafasi angempa mtu mwingine kule Lindi. Wana tamaa ya ajabu yenye yeye na Kikwete. Unasikia? Huyu mke wa Kikwete pamoja na Kikwete wako na tamaa ya ajabu sana. Alafu huyu mke wa Kikwete hana akili bungeni, anaongea mambo ya kipuuzi kama Kikwete na CCM wenzie. Nasikia huyu mke wa Kikwete hana akili,
ya kuweza kuwatetea Watanzania. Kazi ni kuongea tu pumbavu. Alafu ninaelezwa vile vile pia Mkapa Benjamin naye hakuwa malaika. Aliviua viwanda vingi vikashindwa kufanya kazi. Akauza nyumba za serikali sehemu kama vile Oysterbay, Masaki, Masasini, wakauziwa wafanyabiashara. Alafu serikali ikaingia gharama mara 2 kutafuta nyumba za watumishi. Nyumba ya shilingi milioni 500, yeye Mkapa aliuza kwa shilingi milioni 50. Mke wake anatamaa, alichukua nyumba nyingi hasa Oysterbay na Masasini. Yaani hapa Tanzania tumeonewa sana. Asante sana Bwana Ezra. Zungumza hilo kwa sababu hakuna media Tanzania ambayo inaweza kuzungumza hilo. Ndio hii hapa. Wapenzi watazamaji. Kwa hivyo unaona mtu kama huyu kunipa taarifa kama hizi, na ni mtu wa serikali ya hii Samia, ya serikali ya huyu Samia, anafanya kazi pale katika afisi za Samia, ananieleza hivi matatizo yote ambao Watanzania wanapitia chanzo ni Kikwete, na matatizo yote ambayo yanaendelezwa Tanzania Kikwete anahusika moja kwa moja. Kwa hivyo unaona huyu Kikwete siku ambayo atafungwa jela au siku ambayo ataondoka ndiyo siku ambayo Tanzania itapata uhuru. Kwa hivyo yani ninaelezwa Samia ni rais mfano tu, lakini yule ambaye yuko na remote, sijui ile remote yangu nimeweka wapi, yule ambaye yuko na remote ya Tanzania, yule ambaye ana control Tanzania akiwa ameketi tu na kukunywa juisi ni Kikwete. Ndiye anaongoza Tanzania. Wazo lako ni lipi? Umesikia jinsi ambavyo ukatili unaendelezwa Tanzania? Unasikia jinsi ambavyo uozo unaendelezwa na Kikwete? Kwa hivyo umeweza kusikia kitu ambacho kiliweza kusababisha mpaka hata Magufuli kuaga dunia. Chanzo uende ikawa ni kufuta ile bargaining ambayo Kikwete alikuwa ameweka na China, ama ukipende Uchina. Baada ya Uchina kumkamata mtoto wa Kikwete na madawa ya kulevya, wakataka wamnyonge, lakini huyo mtoto wa Kikwete mwenye anaitwa Ridhiwani wakataka wamnyonge, lakini unasikia baba yake akasawasisha kabagain, akawapea bandari ya Bagamoyo kwa miaka 100. Lakini Magufuli alipofuta, matatizo yakaanza pale. Wazo lako ni lipi? Hii serikali imeoza? Tutaanzia Magufuli tutaanzia mtu mwenye anaitwa Kikwete kumfunga, tuende Samia, ndiposa Tanzania iweze kufufuka. Wazo lako ni lipi?